Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Gazeti la New York Times limekuja na ripoti iliyoibua mambo mazito ya ukatili wa kingono huko Palestina. Ripoti mpya ya gazeti la The New York Times imesema kuwa ukatili wa kingono unaofanywa na walinzi wa magereza wa Israel, wanajeshi na baadhi ya walowezi dhidi ya wafungwa wa Kipalestina umeenea kwa kiwango kikubwa. Hali hii imeripotiwa na vyombo vingi vya habari vya nchi za Kiarabu, lakini ilionekana kwamba hii ni propaganda. Lakini sasa uhalisia wa mambo umeelezwa zaidi na gazeti la New York Times likiibua mambo mazito ambayo ni ukatili uliopitiliza unaofanywa na Israel, na ni kutokana na ukatili wa kingono unaofanywa dhidi ya Wapalestina. Uchunguzi uliochapishwa mnamo Jumatatu ulitegemea ushuhuda uliokusanywa katika eneo la Ukingo wa Magharibi kutoka kwa wanaume na wanawake 14 waliodai kufanyiwa ukatili wa kingono na walowezi wa Israel ama vikosi vya usalama vya Israel. Walowezi wamekuwa wakivamia maeneo mbalimbali ya Palestina, ikiwa ni pamoja na Ukingo wa Magharibi na maeneo mengi ya Wapalestina. Lakini moja kati ya jambo ambalo limekuwa likitendwa ni juu ya namna ambavyo walowezi hao walimekuwa wakitumia nguvu kubwa wakisaidiwa na jeshi pamoja na polisi wa Israel katika kuteka maeneo, na hatimaye kwa wale ambao wamekuwa wakigoma kuondoka katika maeneo yao, kwa maana wa Palestina wamekuwa wakikutana na ukatili wa hali ya juu, ukatili wa kubakwa, lakini pia na mambo mengine mengi ya kikatili ambayo wanakumbana nayo, ikiwa ni pamoja na kuuawa. Waliohojiwa walielezea mazingira ya mateso, vitisho na unyanyasaji wa kimwili na kisaikolojia, wakisema vitendo hivyo mara kwa mara vilitokea wakati wa kukamatwa, kuhojiwa au wakiwa mahabusu. Hata hivyo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Israel imekanusha vikali ripoti hiyo, ikiitaja kama sehemu ya kampeni ya uongo na inayopangwa dhidi ya Israel. Israel haikukataa juu ya kuteka maeneo ya Wapalestina katika Ukingo wa Magharibi, lakini wao wanajitetea katika kile wanachotaja kwamba ni ardhi yao ya kihistoria na kwamba wakati wowote wanaweza wakaikalia. Hata hivyo, katika mpaka uliopangwa na Umoja wa Mataifa katika miaka ya 1948 baada ya kuanzishwa kwa taifa hilo la Kiyahudi, mpaka huu kwa sasa unaonekana haukuwa na nafasi isipokuwa ni Israel kuteka maeneo mengi zaidi ya Wapalestina na kuwafanyia ukatili uliopindukia Wapalestina katika eneo hilo la Ukingo wa Magharibi na maeneo mengi, ikiwa ni pamoja na ukanda wa Gaza. Tangu shambulizi la Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023, Israel imefanya msako mkubwa katika Ukingo wa Magharibi na kuwakamata maelfu ya Wapalestina na kuwatesa kwa kiasi kikubwa. Hata hivyo, katika eneo hilo la Ukingo wa Magharibi hali imekuwa ni mbaya mno. Kumekuwa na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, ambapo kumekuwa na ukatili wa hali ya juu ambao umeripotiwa na vyombo vingi vya habari katika ukanda wa Mashariki ya Kati, lakini ikaonekana hizi ni propaganda ambazo zinafanywa na nchi za Mashariki ya Kati. Lakini kimsingi bado hali ya walowezi katika eneo hilo ipo. Hii imekuja kusababisha Ulaya kuweka vikwazo dhidi ya walowezi hao kutokana na ukatili wanaofanya. Hii ni baada ya mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya kukubaliana kuweka vikwazo vipya kwa walowezi wa Israel wanaosababisha ghasia dhidi ya Wapalestina katika Ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu na Israel. Akizungumza na waandishi wa habari mnamo Jumatatu mjini Brussels, mkuu wa sera za kigeni wa umoja huo Kaja Kallas amesema kwamba ulikuwa ni wakati mwafaka wa kuondokana na mkwamo uliokuwepo na kufikia makubaliano ya kisiasa katika utekelezaji. Mwanadiplomasia huyo amesema ukatili na ghasia huwa na matokeo yake. Nina furaha kwamba tumefanikiwa kuwawekea vikwazo walowezi wanaosababisha ghasia na ukatili uliopindukia, na tumekubaliana hii leo kwa sababu limekuwa likijadiliwa kwa muda mrefu, alifafanua Kaja Kallas. Mtazamaji wa The World News, hiyo ndio ripoti yetu ya leo. Ukatili uliopindukia unaofanywa na walowezi wa Israel, na New York Times imeibua mazito ya ukatili wa kingono unaofanywa dhidi ya Wapalestina. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.